Jifunze kumwombea mume wako mara kwa mara. Pata muda wa kumwombea. Piga magoti, mlete mbele za Mungu. Huyo ndio wa maisha yako, ndiye Mungu amemleta kwenye maisha yako. Mafanikio yake ndio mafanikio yako. Mwanamke atamlinda mume wake kwa maombi. Kuna tabia za mume wako unazibadilisha kwa maombi. Kuna mienendo mume wako unaitengeneza kwa maombi. Unaweza kuondoa roho ya mafarakano, mapigano, kuchukiana kwa maombi. Piga magoti, kamata nguo yake au picha yake au jina lake, anza kumwombea. Anza kukomboa ufahamu wake, anza kukomboa njia yake. Ombea kazi yake, komboa mienendo yake, komboa uchumi wake. Omba, mkabidhi mikononi mwa Mungu. Kila utakaloliomba kwa magoti yako mwanamke lina nguvu. Kuna tabia au viashiria ambavyo mmeviona viko sawa, muombee. Unahitaji muweze kuinuliwa kwenye jambo fulani, mupate pesa fulani, muweze kufanyikiwa kwenye kitu fulani. Simama kwenye zamu yako, muombee mume wako, muombee mume wako. Chukua nafasi hii mwanamke mwenye nguvu, mwanamke ambaye Mungu amesema yuko kwenye kitabu kile cha Mithali, mwanamke anayeamka kabla ya jua kutoka, mwanamke anayejua kupambana, anayejua kuhudumia kwenye familia yake. Yule mwanamke wa Mithali ndio wewe katika imani ya leo. Simama kwenye nafasi yako, piga magoti, anza kuomba kwa ajili ya mume wako. Baba, katika jina la Yesu, naungana pamoja na mwanamke huyu ambaye amechukua hatua za imani kwa ajili ya kumwombea mume wake. Baba, tunamleta huyo mwanaume ambaye Bwana anamtaja kwa jina lake, tunamsogeza mbele zako. Mungu, unajua nini ambacho kinaendelea kwenye familia, nami namsogeza mwanamke huyu kwenye maombi. Naomba Bwana mtie nguvu, naomba Bwana mpe nguvu ya kuomba, mpe matamko ya kuomba. Mungu, unajua inabidi aombee nini, nami naachilia uamsho ndani yako wa maombi. Roho Mtakatifu akusaidie. Ombea tu mume wako, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Msogeze mume wako mbele za maombi, msogeze mume wako, msogeze mume wako. Unajua nini ambacho mnatamani kitokee, unajua nini ambacho mnapishana mara kwa mara, unajua nini ambacho natamani kitokee kwenye familia. Simama kwenye zamu yako, omba, omba, omba. Ayo magoti yako mwanamke yanao majibu, ayo magoti yako mwanamke na maombi yako yanao matokeo. Wewe ni mwanamke, Mungu amekuamini, amekuletea mwanaume huyo. Unaweza kumbadilisha, unaweza kumtengeneza, unaweza kumwombea chochote, unaweza kumfungulia njia zozote, unaweza kumfungia njia zozote, unaweza kuondoa chochote ambacho kinaendelea, ambacho unaona ni ishara mbaya, ni dalili mbaya. Ondoa, vunja, piga, haribu katika jina la Yesu. Simama kwenye nafasi yako, simama kwenye nafasi yako, endelea kuatamia. Komboa ufahamu wake, komboa ukaribu wako na yeye. Ondoa kila roho ya giza na wafarakanisha, ondoa, vunja kila mipango ya giza. Komboa uchumi wa mume wako, komboa mienendo ya mume wako, komboa njia zake, yale macho yake, matamanio yake, fahamu zake, komboa. Kama kuna mtu mwingine anamfuatilia ili aweze kukamata fahamu zake, vunja, haribu. Kuna tabia fulani uipendi kwa mume wako, anza kuikemea, anza kuiondoa. Mwambie Mungu, fanya sababisho lolote, hiyo tabia iondoke. Kama kuna marafiki wabaya, au kuna watu ambao ni kampani mbaya, au kuna ndoto umeota Mungu amekufunulia kwa ajili ya mume wako, simama kwenye nafasi yako mwanamke, anza kumkomboa mume wako, anza kumwita katika ulimwengu wa roho. Komboa, 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 komboa. Magomvi hayajengi, mafarakano hayajengi, malumbano hayajengi, kununiana kusaidii. Majibu yako magotini mwanamke, majibu yako magotini mwanamke. Simama kwenye nafasi yako, omba, 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 muombe mume wako. Komboa, komboa, komboa jina lake. Kama kuna roho za kifamilia zinawafuatilia, magomvi ya ndugu yameinuka, simama, omba kwenye dhamu yako, simama kwenye nafasi yako, omba. Hayo magoti yako yanao majibu. Shuka mbele za Mungu, vunja kila maneno ya ndugu, vunja kila roho ya kuzuiliwa, vunja kila roho ya kuendeshwa, vunja kila mawazo mabaya. Piga, haribu, piga, haribu roho za ajali, roho za wanawake wa nje, roho za mapatilizi, roho za giza, wanaotaka kupindua nafasi yako, wanaotaka kupindua kiti chako. Piga na wewe, haribu katika jina la Yesu. Kila madawa ya kipepo ambayo yanafanywa tunayaharibu, tunayavunja na kuyabomoa. Tunakomboa fahamu, komboa, 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 komboa. Muite jina lake katika ulimwengu wa roho, mkomboe sasa. Mwambie unamkamata, mwambie unamrejesha kwenye mamlaka yako, mwambie unamrejesha kwenye ufarume wako, mwambie unamrejesha kwenye umalikia wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mipango ya shetani iliyoandaliwa kwa ajili ya kuvuruga ndoa, tunaivunja, tunaipiga, tunaiharibu kwa jina la Yesu. Ingia kwenye lango la uchumi sasa. Komboa uchumi wa ndoa yako, komboa, 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 komboa. Mkomboe mume wako, komboa mikono yake, komboa hatua zake, komboa njia zake, komboa kazi yake. Anza kuiombea, anza kumtamkia baraka. Vunja kila roho za kukosa uchumi, vunja kila roho ya kutapanya pesa, vunja kila roho ya magonjwa, vunja kila roho ya kupata pesa alafu kutokuwa na utulivu, vunja kila roho ya kutokuwa mwaminifu. Kemea
tunaipiga kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunafungua malango ya uchumi ukapatikane, malengo ambayo yamewekwa yakatimie. Mungu akusaidie kwenye ndoa yako, malengo yakatimie. Mungu amsaidie mume wako apate utulivu, apate kukusikiliza, mkasikilizane. Roho ya mapishano, roho ya magomvi na iondoa. Toka mafarakano, toka mafarakano, toka mafarakano. Ewe pepo la mafarakano, ewe pepo la kutokushuka, ewe pepo la kujiinua, ewe roho ya magomvi, ondoka kwa jina la Yesu. Tunaipinga roho ya magomvi kwenye ndoa, tunakataa na ikemea roho ya magomvi, iwaachie kwa jina la Yesu. Narejesha upendo wa kwanza ambao mlianza nao, narejesha ule upendo ambao mlikuwa mkifurahiana, na urudisha kwenu. Narejesha upendo. Ita upendo kwenye ndoa, ita upendo kwenye ndoa yako, ita upendo kwa mume wako. Mfungue mume wako kwenye lango la upendo, ule upendo ambao unahitaji. Vile vitu unavyovihitaji, anza kuvitengeneza, anza kumtengeneza sasa. Anza kumwambia Mungu, nahitaji mume wangu awe hivi na vile. Anza kumwambia Mungu, anza kumuumba mume wako, anza kumuumba mume wako kwa maombi, anza kumtengeneza, anza kumtengeneza. Rejesha upendo wa kwanza, rejesha upendo wa kwanza katika jina la Yesu. Na kuombea na mrejesha mume wako aliyefungwa, aliyekamatwa, aliyezuiliwa, aliyekamatwa na nguvu za giza, aliyekamatwa na udhaifu wote ule. Ondoa kila udhaifu kwa mume wako, ondoa kila udhaifu ambao umemkamata, ondoa kila mafatilizi. Kama ni magonjwa au madhaifu yote yale, yaondoe kwa jina la Yesu. Muombe ulinzi, ombea akafanyikiwe, ombea akainuliwe, ombea akawe baba bora, akatimize mahitaji yake, akatimize majukumu yake. Muinue mbele za Mungu, omba ulinzi wa Mungu uwe juu yake. Mungu alinde macho yake, Mungu alinde mikono yake, fahamu zake, kila anakoenda. Tunakataa mipango mibaya, taarifa mbaya, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Omba ulinzi huko aliko, tamka damu ya Yesu hiyo juu yake, tamka ulinzi wa Mungu uwe juu yake. Tunamfungua kila vitu vibaya, tunakemea, tunaharibu kila mipango ya shetani, tunaharibu kila mitego, tunaharibu kila hila, tunaharibu kila mikosi, yote yaribike katika jina la Yesu. Mume wako awe salama, mume wako awe salama. Mbariki, mtamkie baraka, mtamkie mafanikio, mtamkie wepesi, mtamkie amani, mtamkie furaha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kuomba yale yote ambayo unasikia Mungu anakusukuma kuyaombea. Muombe tu mume wako, muombe tu mume wako. Mwanamke anasifiwa kwa maombi, mwanamke anasifiwa kwa hekima. Biblia inasema kwamba mke mwenye hekima uijenga nyumba yake kwa mikono yake miwili mwenyewe, na yule mpumbavu uibomoa kwa mikono yake. Basi wewe jenga kwa maombi, mjenge mume wako kwa maombi, jenga amani ya ndoa yako kwa maombi, ombea furaha ya familia yako kwa maombi, na Mungu atawasaidia. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Jitie nguvu, fanya maombi haya mara kwa mara. Omba kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Muombe. Kuna mahali umesikia mmekorofishana, mmepishana, unasikia kumwombea toba, unasikia kumwombea amani, unasikia kumtabiria, unasikia kumwombea baraka. Wakati mwingine atakapofika, weka mikono juu yake, muombe, mbariki, itakuwa kwa jina la Yesu. Kama hata tongo zake unapofua, ziombee. Omba, 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 omba. Ndoa inalindwa pia kwa maombi, ndoa inatunzwa pia kwa maombi. Kuna mambo mengine, lakini maombi pia ni muhimu. Shetani yuko kazini akileta uharibifu, lakini Mungu atakusaidia na mtakuwa salama kwa jina la Yesu. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, nilikuwa nikiomba pamoja nami. Unaweza karudia maombi haya akawa msaada wa karibu, na Mungu akawazidi kuwafungua. Unaweza kasindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari, au kaendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa kuandika namba inaonekana kwenye skrini yako. Namba ya sadaka ni hiyo iliyoandikwa M-Pesa. Mungu akubariki. Mitandao yote ya kijamii, andika maombi ni dawa au maombi tiba. Ubarikiwe.